Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Tarehe kama ya leo, tarehe 15 ya mwezi wa 3, ni siku muhimu sana kwa msanii Harmonize. Kwa nini siku yake muhimu pendwa ya kuzaliwa? Na msanii huyu Harmonize anatimiza miaka 31, anasherehekea siku yake ya kuzaliwa tangu azaliwe mwaka 1994. Basi unaweza kuona ni kwa namna gani amepitia mambo mengi sana mpaka hapo ambapo amefika. Basi ana sababu ya kusema Mungu asante kwa kunilinda kwa siku zote hizo. Na msanii Harmonize hajataka makuu. Hata ukitembelea ukurasa wake wa Instagram au peji zake zote, hakuna picha yoyote ambayo msanii Harmonize ameposti. Kama ambavyo tumezoea, wasanii wengi wakubwa wamekuwa na bashasha sana au shamra zinapofika siku zao za kuzaliwa, lakini kwa msanii Harmonize imekuwa tofauti. Tulitegemea siku ya leo angeposti picha mbalimbali ili mradi tu kuweza kujitakia mema katika siku yake hii ya kuzaliwa ambayo anatimiza miaka 31. Lakini katika peji ya ukurasa wa Instagram wa record label yake ya Konde Gang, basi umeweza kumtakia bosi huyo msanii Harmonize siku ya kuzaliwa, na umeonyesha ni kwa namna gani wanampenda bosi wao ambaye ni CEO katika record label hiyo ya Konde Gang Music. Sasa swala kubwa zaidi, watu wengi sana wameshangaa baada tu ya mrembo Kajala na yeye kuonesha ni kwa namna gani anaikumbuka hii siku ambayo msanii Harmonize amezaliwa. Na ikumbuka wazi, Kajala ni moja kati ya wanawake ambao msanii Harmonize hawezi kuwasahau katika maisha yao, namna ambavyo waliishi, lakini pia namna ambavyo walipendana kipindi ambacho walikuwa na mahusiano ya kimapenzi. Basi tunaweza kusema siku hii muhimu, tarehe 15 ya mwezi wa 3, Kajala haijawahi kumtoka katika kichwa chake. Kajala tunaweza kusema ndiye mtu maarufu wa kwanza kuposti picha ya msanii Harmonize na kumtakia heri ya siku ya kuzaliwa, swala ambalo limewashangaza sana watu wengi na kujiuliza kwa nini Kajala ameposti picha ya Harmonize, na huku tumekwisha zoea wawili hawa wakiwa wanavutana huku na huku kwenye mitandao ya kijamii. Lakini pia tunafahamu wawili hawa hawana maelewano mazuri. Baada tu ya kuachana, basi ikapelekea waziwazi Kajala kumchukia sana msanii Harmonize kwa namna ambavyo waliachana, yani hawakuachana kiamani, yani ni mtu na ex wake ambao waligombana sana kipindi ambacho walikuwa wako katika process za kuachana kwao. Sasa Kajala kupitia peji yake ya Snapchat ameposti picha ya Harmonize na kuandika happy birthday my daddy. Sasa baada ya kuandika hivyo, watu wengi wakawa wametafsiri huenda Kajala bado anampenda msanii Harmonize, au wametufanya wajinga sisi kwenye mitandao ya kijamii. Wawili hawa bado wakawa wanaendelea kuwasiliana, lakini pia huenda wawili hawa hawajawahi kuachana, licha ya kwamba maneno yameshakuwa ni mengi sana kwenye mitandao ya kijamii, wengine wakiwa wanazungumza hivi, wengine wakidai kuwa Kajala umri wake ni mkubwa tofauti na Harmonize. Ni kitu ambacho ni kweli, lakini namna ambavyo watu walikuwa wakiongea, basi huenda ikapelekea wao wasababishe swala hili liendelee kuwa siri zaidi, tofauti na kulianika waziwazi kwenye mitandao ya kijamii. Kajala bila aibu ameamua kuposti picha ya Harmonize na kumtakia heri ya siku ya kuzaliwa, lakini hajaacha hivi katika caption. Basi ameongeza na vikopa ambavyo vikiwa vinasindikiza posti hiyo. Watu wengi wakawa wametafsiri wazi huenda Kajala bado moyo wake upo kwa msanii Harmonize. Ikumbuka wazi, tunakumbuka kuna kipindi au mwaka jana katika moja ya interview msanii Harmonize aliulizwa kwenye moja ya kati ya swali kuwa akipata nafasi sasa hivi ya kurudiana na Kajala, nafasi hiyo ataitumia vipi? Msanii Harmonize hilo swali alilijibu kwa kejeli sana, lakini pia alilijibu kwa dharau na kudai kuwa yeye hatembei na wamama bali atatafuta vitoto vya 2000, wala hataki kabisa mishangazi tena. Sasa ukiangalia namna ambavyo Harmonize alijibu hilo swali na kitu ambacho siku ya leo Kajala amekifanya,
basi tunabaki bado na maswali kuwa kuna kitu gani ambacho kinaendelea kati ya Harmonize pamoja na Kajala. Kwa nini Kajala ameposti picha ya msanii Harmonize, na huku msanii Harmonize aliwahi kumkana kwenye mitandao ya kijamii kuwa hawezi kudeti au kuwa na mahusiano na mishangazi kwa sasa hivi. Anachokiangalia basi anaangalia watoto wa 2000, na ukiangalia kwa sasa hivi msanii Harmonize anatamba na mrembo Abby Chams, ambapo tunafahamu Abby Chams ni mtoto wa 2004 tena, yani ni mtoto fulani hivi mdogo, na Harmonize ameamua kutulia naye. Sasa bado haijaeleweka na wala bado hatujafahamu mahusiano ya Harmonize pamoja na Abby Chams ni ya kweli au tu ni kiki ambazo wanazitengeneza wao kama wasanii, ili mradi tu nyimbo zao ziweze kwenda mbali zaidi kutokana na ukaribu wao ambao wanautengeneza, au kuna kitu gani ambacho kinaendelea au kweli gani ambao upo kati ya Harmonize pamoja na Abby Chams. Lakini baada ya posti hii Kajala kuiposti siku ya leo, basi imetuthibitishia wazi Kajala huenda bado moyo wake upo kwa Harmonize, na ni kama ujumbe ameamua kuutuma kwa msanii Harmonize kuwa bado yeye anamhitaji. Lakini pia tulishuhudia kampeni ambayo Mwijaku pamoja na Stan Bakora waliwahi kuifanya kwa ajili tu ya kumrudisha Kajala kwa Harmonize, na kampeni hii ile basi watu wengi wakawa wanadai ni kampeni ambayo Harmonize aliwaagiza Mwijaku pamoja na Stan Bakora waifanye. Lakini baadaye Juma Lokole alikuja na bango na kudai kuwa Kajala kasema hataki shobo, yani ni kama vile watu hawa bado wanavutana fulani hivi, wote wanatakana, lakini wa kumwanza mwenzie ni nani? Msanii Harmonize hahitaji kumwanza Kajala, na wala Kajala na yeye ameamua kuchuna kama vile hampendi Harmonize. Lakini pia kwa tafsiri ndogo tunaweza kusema wawili hawa basi ni watu ambao bado wana upendo wa dhati sana, lakini kitu ambacho kinawasababisha waendelee kukaa mbali basi ni maneno ambayo yanasemwa kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia yale maneno ambayo yataongelewa baada tu ya mmoja wao kujishusha na kujiona mjinga na kurudi kwa mwenzie, basi atavumilia yale machambo ya kwenye mitandao ya kijamii, au anawezaje kurudiana na mwenzie na kujishusha. Lakini pia kitu cha pekee ambacho Kajala amekifanya siku ya leo ni hicho cha kuposti picha ya msanii Harmonize. Ameonyesha ni kwa namna gani bado ana uhitaji moyo wa msanii Harmonize, licha ya kwamba watu wengi wamekwishaongea maneno mengi sana kwenye mitandao ya kijamii kuwa Harmonize ndiye mtu pekee ambaye anamtaka Kajala. Anatuma watu kama hivyo Mwijaku na Stan Bakora waweze kumfuatilia Kajala, lakini Kajala wala hana muda. Lakini siku ya leo tumeweza kuona Kajala na yeye bado anamhitaji msanii Harmonize, na anahitaji muda wake mwingi sana kuspendi na msanii Harmonize. Tunaweza kumaliza na kudai kuwa Harmonize pamoja na Kajala wote bado wanapendana, lakini bado hawajapata nafasi ya wao wawili kuyaweka sawa yale mambo ambayo walikoseana. Wewe kama shabiki unalipi la kuzungumza baada ya Kajala kuposti picha ya msanii Harmonize na kumtakia heri siku yake hii ya kuzaliwa siku ya leo? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na kuturn on notification.